Usikate tamaa mwanzoni mwa mwaka 2026 kwa sababu bado mshindi hajajulikana. Karibu sana ndugu mtazamaji wa Alphonce Motivation TV, mahali ambapo unapata hekima pamoja na maarifa ya kimungu. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, na Mungu atakubariki. Mpendwa, kama mwaka umeanza tofauti na ulivyopanga, fahamu jambo moja muhimu sana: bado hujaanguka, ila bado upo njiani. Mipango inapobadilika haimaanishi kwamba umefeli mpendwa, bali inamaanisha kwamba unaelekea kujifunza kitu ambacho hujakiona mwanzoni. Kumbuka, baadhi ya mafanikio makubwa huanza baada ya kukata tamaa. Hivyo rafiki yangu, kama katika maisha yako au katika mwaka huu 2026 umeona kwamba mambo yalikuwa hayaendi sawa, usikate tamaa. Endelea kupambana rafiki yangu, endelea kupambana. Endelea kupambana, sio tu kwa sababu una uhakika wa kushinda. Hapana, endelea kupambana kwa sababu una uhakika kwamba hautokata tamaa. Endelea kupambana kwa sababu unajua kushindwa sio fungu lako. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7 inasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali roho ya nguvu, upendo na ya moyo wa kiasi. Yanasema maandiko matakatifu, maneno matakatifu ya Mungu. Rafiki yangu, katika nafsi yako umepewa roho ya nguvu na roho ya matumaini na upendo. Hivyo usikae tamaa unapoona lengo lako au kusudi lako halijatimia. Unapoona umeanza na misukosuko katika maisha yako, jua safari yako bado ni ndefu na mafanikio yako ni makubwa zaidi. Hebu mafanikio yako tunaweza tukalinganisha na nini basi? Mafanikio ya mtu unaweza ukalinganisha na watu wanaokimbia mbio ndefu za marathon. Yule atakayeanza na kasi kubwa sana ana uhakika mkubwa wa kuweza kushindwa, kwa sababu huenda mwanzoni akaishiwa pumzi. Lakini yule atakayeanza na taratibu, mbio za taratibu, katika kukimbia mbio za mita 100 au mbio za mita 200 au mita 1000, ana uhakika mkubwa wa kushinda, kwa sababu siku zote anayeanza na kasi ndogo katika mbio ndefu hutunza pumzi kwa ajili ya hatima ya safari yake. Hivyo rafiki yangu, usimwonee wivu rafiki yako anapoona kwamba amefanikiwa. Unapomwona ndugu yako kwamba amefanikiwa katika mwaka 2026 katika mwezi huu wa kwanza, lakini wewe ukijiangalia bado hujafanikiwa, hata usimwonee wivu, kwa sababu wewe unakimbia mbio za mita 10,000 lakini yeye anakimbia mbio za mita 100. Mtu anayekimbia mbio za mita 10,000 siku zote huwa haanzi na spidi kubwa, na kama akianza na spidi kubwa basi ana uhakika mkubwa wa kushindwa. Bali yoyote anayekimbia mbio za mita 10,000 au mbio zote ndefu huwa anaanza na kasi ndogo, na baadaye ili kuweka pumzi kwa ajili ya kumaliza safari yake ijayo. Sikiliza rafiki yangu, huyo rafiki yako ambaye unamuona kafanikiwa mapema, huyo ni kwa sababu yeye mbio zake ni za mita 100 tu, na ndio maana kaanza kwa kasi ili awahi kumaliza. Lakini wewe mbio zako ni ndefu, mafanikio yako ni marefu, mafanikio yako ni makubwa sana. Hivyo kubali kuanza kidogo kidogo, na hatimaye mafanikio utayaona. Rafiki yangu, siku zote maisha huwa hayatoi matokeo ya haraka, kwa sababu yanakufundisha uvumilivu. Na kama kila kitu kingepatikana kwa haraka, basi thamani ya subira isingejulikana. Rafiki, endelea kupambana, kwa sababu bado haujafika mwisho. Bado kwanza ni mwezi wa kwanza wa mwaka 2026. Hivyo endelea kupambana, utafika. Sikiliza, siku zote kushindwa sio adui wa mafanikio, bali kukata tamaa ndiyo adui wa mafanikio yako. Hivyo kubali kushindwa, lakini usikubali kukata tamaa hata siku moja, kwa sababu kukata tamaa ndiyo kushindwa kwenyewe. Siku zote siri ya kudumu sio kuwa na nguvu katika vita, hapana, bali ni kuwa mwaminifu kwa kila hatua ndogo ndogo unayopiga kila siku.
Kuna watu wengi tunafikiri kwamba mafanikio ni ile hali ya kuweza kuishinda vita peke yake. Hapana, bali katika mafanikio kuna uwezekano mkubwa ukashindwa, lakini hali ya kutokata tamaa na kuendelea kusimama katika mapambano, huo ndio hupelekea ushindi wenyewe. Ndugu, kila mafanikio makubwa unayoyaona yana gharama zake, na siku zote usipende kuanza na vitu vya haraka. Ila ukiona umefeli, basi jua mafanikio yako ni makubwa zaidi. Usichoke wala usikate tamaa, pambana na endelea mbele, utafika. Sikiliza, siku zote unapokuwa unapambana na maisha, jaribu kupambana mpaka pointi yako ya mwisho, na ukiona sehemu unachoka sana, basi ujue hiyo ndio pointi ya mafanikio yako. Tafadhali usiache. Hebu tazama kisa hiki. Mchimbaji mmoja wa madini aligonga jiwe mara 99, na alipogonga jiwe mara 99 akaona livunjiki. Akaamua ni bora achane nalo, kwa sababu akasema kuliko kupoteza muda kwa ajili tu ya dhahabu iliyopo ndani ya jiwe hilo, aliamua kuliacha jiwe hilo akalitelekeza. Lakini rafiki yake mmoja alikuja na kugonga jiwe hilo kwa nyundo moja tu, na hatimaye likapasuka na akapata dhahabu iliyokuwa ndani yake. Kiufupi ni kwamba lile jiwe lilihitaji kugongwa mara 100 ili uweze kupata dhahabu, lakini yeye aligonga mara 99 tu. Kwa hiyo huenda angevumilia kidogo akagonga ya mwisho, basi angefanikiwa. Hata wewe leo usikate tamaa. Kwa sababu gani? Hiyo changamoto unayopitia inahitaji kugongwa mara 100 tu. Utakapogonga mara 99 afu ukaacha, atakayekuja kufaidi mafanikio yako ni rafiki yako huyo wa pembeni. Ndugu na rafiki yangu, usichoke tena, endelea kupambana, kwa maana hauko peke yako, bali yule aliyekuumba ana kusudi na maisha yako, naye ataweza kukusaidia katika changamoto zote unazopitia. Kikubwa ambacho nakusihi katika safari hii ya mafanikio, rafiki yangu, siku zote hakikisha kwamba una upande wa kuegemea. Ninaposema upande wa kuegemea, namaanisha kwamba jikite katika Mungu au jikite katika upande mwingine. Siku zote hakuna mtu aliyefanikiwa kwa bahati tu. Uliza matajiri wote na kila aliyefanikiwa atakwambia mimi nimefanikiwa kwa sababu Mungu amenibeba, kanisaidia sana. Mwingine atakwambia kwamba alienda kwa waganga. Mwingine atakwambia alikuwa anaabudu chini ya mtu, na mwingine atakwambia njia kadhaa alizokuwa anazifanya ili kuweza kufanikiwa. Siku zote hakuna mtu anayefanikiwa akiwa neutral au akiwa vuguvugu. Sasa wewe rafiki yangu, kwa Mungu haupo, kwa shetani haupo, kwa waganga huko haupo. Sasa je, upo kwa nani? Ngoja nikushauri kitu kimoja. Ukitaka mafanikio yako yawe ya muda mrefu, chagua sehemu moja ambayo unaweza kujikita. Lakini kama jinsi inavyosema Biblia ya kwamba, tazama nimekuwekea mauti na kifo, nimekuwekea jema na baya, lakini mwanangu, chagua jema ili ukapate kuishi. Hata mimi leo ninakwambia kwamba chagua upande wa Mungu ili upate mafanikio ya muda mrefu zaidi, kwa sababu ukienda kwa shetani sio kwamba hutafanikiwa. Utafanikiwa, lakini mafanikio yake huwa ni ya maumivu makali sana, na huwa sio ya kudumu daima. Bali nenda kwa Mwenyezi Mungu upate mafanikio ya kudumu na yenye furaha na fanaka katika maisha yako yote. Rafiki yangu, ukiona mti unaendelea kukua na kustawi, halafu hakuna mvua inanyesha, basi ujue mti huo una mtu anaumwagilizia. Na ukiona mti unaendelea kukua, unastawi, unachukua matunda yake pamoja na maua, halafu hakuna mtu anaumwagilia wala mvua hainyeshi, basi jua ardhi hiyo ina asili ya unyevunyevu, ama chini ya ardhi hiyo kuna mkondo wa maji unapita. Sikiliza, namaanisha kwamba hakuna kitu kinakuja kama bahati nasibu au bahati mbaya. No, bali kila kitu kinakuja kwa mipango na mikakati maalum. Hivyo na wewe chagua upande utakaoshikilia. Chagua upande mmoja ambao utaona kwamba utapokaa hapo, utakapoweza kuomba, maombi yako watajibiwa na utaendelea kufanikiwa. Ila usiwe ni mtu unaishi kama vile mnyama au mbuzi anaamka kwenda machungani na kurudi. Nakwambia ukikaa hivyo kamwe hautafanikiwa. Angalia upande mmoja na ndipo mwaka wako utaenda vizuri. Sikiliza rafiki yangu, katika mwaka 2026 unapokuwa umeanza, hakikisha kwamba unakuwa na malengo. Hakikisha kwamba unakuwa na nidhamu pamoja na mwelekeo. Lakini usahau kuegemea upande mmoja. Yaani kama ni Mungu, mtumaini Mwenyezi Mungu wako na yeye atakusaidia hiyo sehemu unaopambania. Ndugu, ikiwa umeanza vibaya katika mwaka huu 2026,
basi usichoke, endelea kupambana. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe, atakusaidia, atakupambania na utafika hatua. Siku zote kukwama wala sio haimaanishi kwamba umefika mwisho safari. Hapana, bali umejikwaa tu, na siku zote kujikwaa sio kuanguka, bali ni kwenda mbele kwa kasi. Hivyo rafiki yangu, usichoke, endelea kupambana, huku ukiendelea kumwomba yule unayemwamini, na yeye atakufanikisha katika malengo na mafanikio yako. Asante kwa kunisikiliza. Tafadhali komenti na uniambie, je, ni biashara gani ulikuwa umepanga kuianzisha, au mpango upi ulikuwa umepanga kuanzisha katika mwaka 2026 lakini umeona kana kwamba hauendi vizuri? Je, una mikakati gani ambayo umechukua sasa katika mwaka huu 2026 kuhakikisha kwamba unafanikiwa? Basi na mimi nitaweza kukujibu, au tushirikiane kujibiana swali hili ili tuhakikisha kwamba malengo yako na mafanikio yako yanakuwa ni ya muda mrefu na unafanikiwa kwa baraka za Mwenyezi Mungu. Basi na imani Mungu wa mbinguni, yeye aliyeumba mbingu na nchi, atakusaidia na atakufanikisha katika malengo yako. Na mimi nakuombea rafiki yangu, ufanikiwe zaidi, uwe na fanaka nyingi zaidi duniani, uzidi kufanikiwa kama jinsi maandiko yanavyosema, uzidi kuwa mtu wa Mungu na kumtumaini yeye. Usikate tamaa, kwa maana safari yako wewe ni ndefu. Wewe ni mwanariadha wa mbio za mita 10,000 na sio mbio za mita 100. Hivyo kubali kuanza taratibu ili umalize mbio zako ukiwa bado una pumzi ya kumaliza hatima ya mwendo wako. Langu jina naitwa Alphonce Ndabita, na hii hapa ni Alphonce Motivation TV. Usahau kusubscribe, kulike pamoja na kukomenti, lakini kubwa zaidi, share kwa marafiki zako, na Mwenyezi Mungu atakubariki. Mpaka wakati mwingine, chao.